Na mambo vipi mtongo wa nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, timu ya Simba imesuluhu kwa magoli 2-2. Sasa issue ambayo imetrend sana, ipo viral sana kwa muda huu, tunajua kabisa timu ya Simba kipindi cha kwanza ilicheza mpira, ilijitahidi kinamna fulani, lakini baada ya muda kipindi cha pili ikacheza mpira mbaya na mbovu sana. Kwa nini? Timu ya Simba niliongea sana kuhusu Simba bado sana kukaa vizuri. Ile timu kwanza imejaa na matatizo mengi sana, ukiacha nje kabisa kwa viongozi, pia hata timu kwa wachezaji ina mapepe sana. Timu ya Msimbazi ina wachezaji wakubwa, alafu kila mchezaji anataka kuwa star, wanacheza mpira ambao kila mtu anataka kujifanya yeye anaujua. Sasa wangejua wanaikosti timu ya Simba kwa mpira wanaocheza, kwa sababu timu kama timu lazima ibebane, icheze kwa umoja, washirikiane kwa kila jambo. Lakini leo ukiongelea Simba, sio Simba ile ya nyuma ambao wanacheza mpira kwa pamoja, wanacheza mpira kwa kujituma. Auone kabisa Simba ile, kwa sababu unashangaa kabisa Simba sasa hivi inacheza mpira kama wataki, kama waendi, inacheza mpira kwa kawaida sana. Sijajua ndio viwango vyao vidogo sana ama rara, lakini naviona Simba mimi kuendelea mbele huko ni ngumu sana, kwa sababu ni timu ambayo haijitumi, haionyeshi uwezo, wachezaji wanawahi kuchoka, yani timu haieleweki kabisa. Kwa hiyo timu ya Simba ina matatizo mengi sana, na Simba itapitia mengi sana, na sijui kama itakuja kumfunga Yanga kwenye ligi hapa Tanzania tena, kwa sababu ukiangalia Yanga wana mpira fulani wa kujituma na wanapambana sana. Ukiangalia wakiwa uwanjani Yanga, hata kama wamepoteza nyuma na hali, lakini Yanga wanapambana sana, Yanga wanajituma na wachezaji wa kawaida sana, na imani Simba wana wachezaji wazuri sana kuliko Yanga. Sema tu kujituma na kuonesha uwezo, ndio hivyo Simba wanaikosti sana timu yao. Kwa hiyo wachezaji wa Simba wanazingua, kwa sababu unaongoza magoli 2, alafu mtu anatoka nyuma yako anakuja kuchomoa tena huko nyumbani kwenu, ni uzembe wali ya juu. Kwa hiyo timu ya Simba inazingua sana, wachezaji waoneshi uwezo wao, wajitume. Ukiongelea Simba iliyopita nyuma kabisa, ilikuwa ni Simba bora sana. Hata mimi na imani na timu ile ya kina Mkwara ni timu bora sana, wangeongozaga 2 hivi wasingechomoa, sababu wachezaji waoneshe uwezo mzuri, yani wanacheza kama walipu hela, yani. Kwa hiyo timu ya Simba ikae na wachezaji wao vizuri, ongea na wachezaji wao vizuri. Kipi kinawakwaza? Kipi wanazingua? Au kila mtu anagombania anataka kuwa star katika timu? Kwa hiyo wanaikosti tena na timu ya Simba. Pia kocha kila mnafanya alizingua naye kwa upande wa pili, sababu kocha hauwezi kumwacha Kante amechoka mpaka anapiga pasi fupi, bado tu unamwacha uwanjani dakika 70. Unamwacha uwanjani wa nini? Na unajua kabisa hajacheza mechi 2-3 hapa, hajacheza kabisa. Unajua kabisa hajacheza mechi nyingi hapa katikati. Wa nini unamwacha dakika zote hizo acheze? Kwa hiyo uko uamini wale wa nje. Cha tatu, una mchezaji kama Morris, unaona kuna wachezaji wamechoka, lazima uweke Morris mapema. Morris unaweka wachezaji mapema wafanye maamuzi. Kweli inaumiza sana kwa mashabiki wa Msimbazi, wanaumia sana mashabiki wa Msimbazi, inaumiza sana. Sijui wana hali gani mashabiki wa Msimbazi, lakini issue inaumiza sana kwa wachezaji wa Simba. Vitu wanavyovifanya ni jambo kweli la fedhefu na aibu sana. Kwa hiyo mechi imesha 2-2. Kwa hiyo Simba na Simoni tena akiwa anagombania kufuzu kwa lile kundi ni ngumu sana, kwa sababu ana wakati mgumu sana. Hii ndio ilikuwa mechi yake ya kupambana afike hatua fulani, lakini kwa sasa hivi naona kabisa Simba ashatoka akometi kwenye ligi ya nyumbani, na kwenye ligi ya nyumbani bila kubadilika sidhani kama atamfunga Azam na Yanga msimu huu bila kubadilika Simba Sport. Kwa hiyo yangu ni hayo mtongo wa nguvu, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni mtongo wa nguvu, asante sana.